Ndugu zangu, kuna watu wanakuwa na mambo yao, wanaleta taharuki na kuondoa amani katika jamii. Kipindi kama hiki mmekuwa mnasikia vijana wanapiga kelele, wanasema wanaguswa, sehemu za siri zinapotea, kitu ambacho ni uongo, ni kujenga taharuki tu na kufanikisha jambo lao. Mfano, watu wakiwa wanadaiana, akienda kudai deni lake anapigiwa kelele kwamba sehemu zangu za siri amenigusa, zimepotea. Kwa hiyo jamii inajichukulia sheria mkononi, inatoa adhabu kwa yule mhanga, anapoteza maisha, kitu ambacho ni uongo, kinapelekea vifo visivyokuwa na sababu ya msingi. Tunaombeni, ukiona wanasema yametokea huko, hata hapa yanaweza yakatokea. Hebu tuepukane na hizo imani potofu. Tusitishane wala tusiogopeshane katika mazingira ambayo tunajua kabisa ni uongo. Hata ukienda kitaalamu hakuna aliyethibitisha. Kwa hiyo ndugu zangu, watu wa namna hiyo wakitokea kwenye maeneo yao, toa taarifa. Sisi tutamkamata, tutampeleka mahakamani. Sasa hizi ukisema tu habari ya kuguswa bega na sehemu za asili kupotea, sisi tunakupeleka kwa daktari. Ukionekana unazo, unafungwa miezi 6 kuendelea. Kwa hiyo naombeni tusiogopeshe watu. Watu wasijifichie kwenye kichaka hicho kuwadhulumu watu nafsi na mali zao. Jambo la pili, kuna tatizo linajitokeza, wizi mdogo mdogo hapa. Nilishakaa na nyie mara kibao, nasema wananchi wakichukia uhalifu unaondoka katika eneo hilo. Ukiona uhalifu bado upo kwenye maeneo hayo, kuna siri ya kuficha wahalifu katika maeneo hayo. Naombeni mtoe taarifa na muache tabia ya kufunga mbuzi barabarani, kwa sababu unapofunga mbuzi barabarani, mtu mwingine ambaye sio wa maeneo haya anaweza akapita akafungua akaweka kwenye pikipiki akaondoka na mbuzi wako. Kwa hiyo naombeni tupeleke mbuzi kwenye sehemu za machungio na si barabarani, ili kuweza kulinda mifugo yetu. Na wale vijana ambao najua kabisa wanaoweza kufanya uhalifu ni watu wenye nguvu. Huwezi kukuta mzee anahangaika kubomoa nyumba wala nini. Ni vijana. Vijana tujikite kwenye kazi halali. Hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa katika maisha yake kwa kufanya uhalifu, mfano wizi. Ukipata mali hauwezi kuwa na utajiri wa aina yoyote. Sana sana unaongeza laana ndani ya familia yako. Kwa hiyo naombeni tubadilike, tusaidiane na hilo. Wananchi, toeni taarifa, sisi tupo. Lakini jambo la mwisho, kuna watu wanakamatwa wanapelekwa polisi. Unatoa taarifa kwamba mimi nina kesi 1 2 3, tunampeleka polisi. Unafika polisi tena unaanza kusema sitaki kesi. Unakuwa ni usumbufu usiokuwa na maana. Hebu toa ushirikiano kwa jeshi la polisi, tukomeshe wahalifu. Mtu huyu unayesema huna kesi naye, hutaki kuendelea na kesi kwamba unaona ni usumbufu, atarudi kuendelea kufanya uhalifu kwenye maeneo hayo. Naombeni tushirikiane, tutokomeze uhalifu kwenye maeneo yetu. Tusipotoshe kwamba eti ukienda unatumia gharama kubwa sivyo. Mahakama mwanzo hapa ipo na hakimu yupo. Kama kuna jambo la mahakama ya wilaya itaenda mahakama ya wilaya, lakini tupeane utaratibu wa namna ya kufikishana kule. Ukisha kuja polisi, sisi tutajua namna gani tutafanya ufike kule. Usiogope kusingizia nauli au gharama kwa kwenda kwenye kesi. Tukishirikiana tutatokomeza uhalifu. Asanteni sana.